Kwa kipindi chetu cha gospel kama vile kawaida yetu, na tutakuwa tunawajia na habari ambazo zinahusiana na wasanii tofauti, na tunapata fursa kuweza kuzungumzia na baadhi ya wasanii ambao wanapatikana hapa Uvira, lakini kuna wengine wasanii ambao wametoka mjini Uvira lakini wanafanya kazi nje ya nchi, na kuna wale ambao wanapatikana mjini Bujumbura nchini Burundi, kuna wengine ambao wanapatikana South Africa, kuna wengine ambao wanapatikana maeneo ya Tanzania, na wengine ambao wanapatikana kwa Marekani. Lakini tumepata fursa ya kuweza kualika mwanadada ambaye ni mwimbaji wa hapa nyumbani, amekubalia hapa nyumbani na amepata fursa kuendelesha kazi za uimbaji katika Kariakoo Studio, ila kwa sasa anakuwa akipatikana katika nchi jirani ya Burundi. Nesi mwingine ni Keren Mayala, akiwa ni mwimbaji wa Kariakoo, anaimba kibinafsi lakini mtoto ambaye amekomaa katika kundi za uimbaji hapa nyumbani. Kwa hiyo tutapata mengi zaidi kumhusu katika kipindi hiki ambacho tumepata fursa kuweza kumwalika. Merci beaucoup. Unajisikia kwa kunipatia hizi? Wow, najisikia bien sana parce que journée à nilikuwa na chuma kwa hamu. Malgré ma circonstance ya masomo nimekuwa na objectif yetu ya kufika hapa. Tunashukuru kwa mapokezi. Karibu sana. Asante sana. Keren Mayala, katika kipindi ambacho tumepita nilikuwa nazungumzia kuhusu kazi zako na kuna nyimbo yako moja ambayo tunaifuatilia kwa makini na tulikuwa tunaifanyia kazi, lakini tunasema ni lazima tuweze kualiki tu pamoja na wale watu ambao pamoja nasi kupitia TV na wengine kupitia account YouTube yetu wajue Keren Mayala ni nani. Kwa sasa uko mbele ya watazamaji wa television. Keren Mayala, kwa kweli wewe ni nani? Kwa kweli mimi ni mwimbaji na mtumikia Mungu, nampenda Mungu sana na tumika kazi ya Mungu kwa njia ya uimbaji. Na kidini, kiubatizo, ulifikiaje kufikia kwanza kufanya uimbaji wa kibinafsi kama vile uimbaji wa nyimbo za Mungu? Kidini mimi ni dini ya Kikristo na mtumikia Mungu ndani ya kanisa ya 12 Maoje Kalundu Uvira, na baba yangu ni mchungaji na zaliwa ndani ya familia ya kitumishi, familia ambayo inaokoka na upenda Mungu. Nimeanza kumwambia Mungu wakati ningali mdogo, kwa maana mama yangu mwenyewe alikuwa kiongozi wa kwaya, alikuwa anatubeba vile na magrantier tunaenda ku repetition. Nilikuwa sitambui kazi ambayo nilikuwa nafanya na yeye tu vile, lakini nilikuwa najisikia napenda sana ile wito wa uimbaji. Mpaka sasa nafikia, nilikuwa na malengo ya kufikia kwenda mbali, na hapa nilipo nashukuru Mungu kwa kunifikisha hapa. Na niliwahi kusikia kwamba unakuwa mwimbaji katika kundi ya Les Anges du Ciel. Ndio, nimejiingiza ndani ya kundi hiyo na nimefurahia sana kundi hiyo. Nimependezwa sana na kundi hiyo parce que kundi hiyo iko tofauti na kundi zingine. Ndani ya kundi hiyo wanafundisha neno la Mungu, wanankadre vijana vizuri, na pamoja na kiongozi mama Baraka Merko, Mungu ambariki mahali alipo. Nimeanza imba ndani ya kundi hiyo na mwaka wa 2020 ndio nimeingia humo, na grace ya hiyo kundi niko hapa nilipo. Nina mafunzo mengi kiroho na ndani ya uimbaji. Antuka nashukuru sana. Sasa kivipi umetoka katika kundi ya Les Anges du Ciel? Sijasema umetoka ya kuondoka kwa maana hiyo, lakini umebadilisha sijui kibili. Yaani kama ni kuchanga, kama ni kubadilisha, kwa sasa umejikuta unakuwa katika kariera solo. Ilikuwaje tu, ni vitu gani ambao nikufikia kusema kwamba japokuwa naweza imba kibili na watu wengine, lakini kwa sasa naingia katika kariera solo? Asante sana. Nimesema tena mwanzo, nimefurahia sana na kazi hii ya uimbaji. Wakati ningali mdogo nilikuwa na maoni ya kuendelea mbele sana. Nilikuwa naambia Mungu nisaidie na mimi siku moja niwe mwimbaji mkubwa. Wakati nimeingia ndani ya kundi ya Les Anges du Ciel, nikapata morale ambayo imenizogeza mbele, ambayo imenipatia tena ingine esprit ya kusema kwamba kule kwetu tuko naenda inabidi kujipanua, kudevelope kitu ambacho Mungu alitia ndani yangu. Na ndio kwa maana Mungu amenisaidia, nimekutana na watu mbalimbali wakanitia nguvu, na pamoja na kundi hiyo Mungu ametuwezesha watu mbalimbali ambao wamenitia nguvu kwa support, wakaniambia tuko pamoja nawe, pamoja na jamaa yangu ikanisukuma mbele, na hapa nilipo nashukuru Mungu sana. Hapo ulipo Keren Mayala ni wapi kwa sasa? Unakuwa na nyimbo ngapi?
Hapa nilipo nina wimbo mmoja tu ambao nimetoa, lakini kwa sasa ninayasomea Bujumbura, ninatumika ndani ya kanisa la Epifani Kamenge Mirambo hayo kwa Bishop Samuel, ninatumika pale na ni mwimbaji kabisa, ninaimba pale. Na kwa sasa niko naandaa wimbo mwingine wa pili. Wimbo wa kwanza alikuwa inamaanisha maisha yangu na Kristo, malgré sikudevelope sana maneno, lakini nimesema tu kwa fungo kwamba tumetoka mbali na Mungu. Mahali ambapo nilikuwa naanza na parcours yangu yote, na hapa kwenye mimi nafikia ni Mungu tu. Objective zangu mimi naona sasa ni Mungu anaenda naonesha mwangaza, na kwa sasa ninatarajia kutoa wimbo mwingine wa pili. Wimbo ya pili nayo itakuwa inahusu maisha yako ama ni maono mengine ambayo umeyapata? Wakati nimetoa wimbo wa kwanza, nimetoa ni ya mfupi. Bado wanajiuliza sana, "Joy nini nilitosha ile nyimbo ni ya mfupi sana." Ya dakika ngapi? Ni ya 2 minutes, 2 minutes, 3 minutes. Sasa nikapenda tu hii nyimbo ya pili sasa ndio nitadevelope ndani maneno ya kusema kwamba Mungu ni Shama. Kwa majina zote ambazo Mungu anaitwa, ana jina ambalo anaitwa Shama. Le Dieu qui est Mungu iko, maana yake Shama. Ndio titre ya chanson ya pili, Mungu mwenye iko. Na tangu katika gani umejitupa katika sekta hii ya career solo? Ndani ya career solo nimejitupa ndani ya mwaka huu wa 2025. Na 2025 ndio yani mbali ndogo chache. Unao wajikonga. Na kitu ambacho labda nakuwa nikijiuliza, unasema umeanza hapa toka 2025 na umekoma ndio mafundisho labda ya Merclo ni mengi tena ni muhimu, lakini sasa ni aje tu umeanza na kutosha nyimbo ya kwanza ambayo inaonekana kama vile inasifiwa kivile, maneno ambayo iko ndani na namna ambavyo umeifanya video ni kama vile kuna watu wengi ambao wanakuwa wanaifurahia kesi hivyo. Kivipi ungali mpya lakini kazi ambazo unafanya ni kazi kubwa? Kwa hiyo pointi naweza kusema kwamba ninashukuru Mungu kwa neema hiyo, paske uko artiste wakubwa ambao wana manyimbo mengi, samani kwa Kiswahili na changa hivyo na Kifaransa. Wana manyimbo mengi, lakini nimeshangaa kuona kwamba wimbo wangu inapata access. Ni neema tu ya Mungu. Siwezi jua nini, lakini nashukuru tu Mungu kwa hiyo neema. Kwa expertise, kuna watu ambao walikuwa wanakuongoza namna gani ya kuimba, namna gani ya kufanya video. Kuna watu ambao kwenye mwaka ambao walikuwa kusindikiza, watu ambao wanakukulia, watu ambao wanakuomaa muziki. Ndio. Kwa hiyo point inaweza kusema kwamba niko mtu ambaye ninajishusha kwa watu wengi. Nikikuja kwako ninaona kuna kitu ambacho utaniambukiza, nitajifanya rafiki yako ili niprofite ile ambayo uko nayo. Ndio kwa maana nina viongozi ambao nimeshuka chini ya mafuta yao, wakanifundisha pamoja na Merclo, pamoja na Laurent, pamoja na familia yangu, wazazi wangu, ni watumishi wa Mungu wakanifunza, nikapata hiyo mafundisho. Support inatosha wapi? Kwa maana video yako ni nzuri sana, hata audio nimesikia ni nzuri. Pesa ya kufanya kufikia kutosha kitu kizuri kama vile hicho umetoa wapi? Kwa hiyo pesa wazazi wangu wamenisukuma mbele. Yaani na support ya wazazi. Ndio vizuri sana, Mungu awabariki wazazi ambao wanajitolea kuweza kukusukuma mbele. Karen Mayala, wale ambao wanataka kujua wewe kama Karen Mayala katika hali yako ya uimbaji wa gospel, wanaweza kukujua kupitia mitandao gani ya kijamii? Napatikana ndani ya YouTube na jina yangu ni Karen Mayala tu. Ndani ya TikTok jina yangu ni Karen Mayala. Ndani ya Facebook ni Karen Mayala. Yako yaani mtu ambaye anakutafuta na kusupport anaweza kupitia zile platform. Ndio, anaweza kupitia kwa zile platform, na wapendwa watazamaji, ndani ya platform hizo mnapokuwa mnatazama, msisahau kujiabone, msisahau kulike na kupartager. Na wasi sana kwa utukufu wa Mungu. Na kutelesharge sawa, kutelesharge. Vizuri, lakini tena na yale nisema kwamba watu wako wanasupport, wanakuunga mkono kabisa kwa kazi. Lakini kunahitaji tena support nyingine tu kwa ile. Ndio kabisa, kwa maana hali ya sasa ni ngumu sana, na pamoja na ile tuna force, wazazi wana force, wanaangalia wafurahishe mtoto, waendeleshe kazi ya Mungu mbele, na pamoja na ile haitoshi. Kwa
wengine tunawasihi zidi kuwa pamoja nasi katika kazi ya Mungu ambayo tunaitumika, katika habari njema hii ambayo tunaitangaza. Mpime pia kusupport kazi ya Mungu na kuendelesha habari njema mahali pote sambazwe. Support gani unahitaji? Pesa, mashauri, kwa yote ndio kwa yote ambao wanaweza kuwa wako nayo, kwa mashauri, kwa pesa. Antuka nashukuru sana na nitazidi kushukuru kwa hiyo. Karen, kabla sijaachana na wewe, labda nipata hata akapiga nyimbo yako moja kwa dakika moja. Niimbe ile ya sasa ama ile ya mpya? Ile nyingine tunaiona jamani. Ile ya mpya ambayo tunatarajia. Nijapopita kati ya bonde la mauti, sitaogopa mabaya, because wewe shamba uko na mimi. Wale nijapopita kwenye bonde la mauti, sitaogopa mabaya, because wewe shamba uko na mimi. Haijalishi upepo wa bahari, wingi wa maadui na mikuki, siogopi, sitishiki na lolote. Haijalishi upepo wa bahari, wingi wa maadui na mikuki, siogopi, sitishiki na lolote, because wewe shamba uko na mimi. Because wewe shamba uko na mimi. But I wanna protect me. Nikiwa na wewe natulia. But I wanna protect me. Nikiwa na wewe natulia. Kwako minatutu. Karen Mayala. Asante sana. Asante sana. Naona hii ngoma itakuwa nzito. Wow. Nitazidi ya kwanza. Karen Mayala, Mungu akubariki. Naona una kitu ndani mwako, lakini inahitaji support. Kwa maana ni kazi yenyewe ambayo si kazi kabisa ya rahisi. Labda wengine wanakuwa wanachukua image kama vile kazi ya rahisi, lakini ni kazi ambayo inaomba nguvu, inaomba bidii, inaomba pesa, inaomba uwezo, inaomba mambo mengi, na lazima iweze kusupportiwa ili kazi iende mbele. Karen, wala ambao pamoja nasi kwa sasa kupitia channel yetu ya Shayidi TV, kupitia account yetu ya Shayidi TV kwa YouTube, unalipi la kuweza kuambia kwa kumalizia? Kwa yote nasema asante kwa kufuatilia kwa muda huu. Nashukuru sana, Mungu awabariki kwa kupoteza muda wenu. Haipotei bure, lakini mnaifanya kwa ajili ya utukufu wa Mungu, na msiji kuifanya vile, na kusupport pia vijana katika kazi ambayo wanaitumika, kazi ya Mungu. Maana kuna vijana wengi wanaharibika ndani ya dunia hii, lakini unapoona kijana anatoka kazi ya Mungu, jaribu pia kumsupport ili Mungu apewe sifa mahali alipo. Karen Mayala, tunashukuru. Asante.